Moja kwa moja, Iran imesema Marekani haiwezi tena kuyashurutisha mataifa mengine jinsi ya kuendesha mambo ya ndani. Hayo yanajiri wakati Marekani ikitathmini pendekezo jipya la Iran kuhusu kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Amina Abubakar na mengi zaidi. Iran imeufunga kabisa ujio huo muhimu wa bahari tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita vyao dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu Februari 28. Vita hivyo hadi sasa vimeathiri pakubwa uchumi wa dunia, kuliumbisha soko la mafuta na kusababisha nishati hiyo muhimu pamoja na gesi kupanda maradufu. Njia ya mlango bahari wa Hormuz inayotumika kusafirishia 20% ya mafuta ya dunia pamoja na bidhaa nyingine muhimu ndiyo imekuwa jambo gumu kulitatua ili kufikia usitishwaji kamili wa vita na hatimaye upatikanaji wa amani kati ya mataifa hayo hasimu. Iran kwa upande wake kupitia msemaji wa Wizara ya Ulinzi Reza Tlaibani imesema Marekani haina tena nafasi ya kuiamrisha nchi yoyote huru juu ya nini cha kufanya au hata kuishurutisha kutekeleza sera zake, akisisitiza kuwa ni lazima Washington iache kulazimisha mataifa mengine kutii masharti yake aliyoyaita haramu, yasiyokubalika na yaliyokosa uhalisia. Tlaibani akizungumza kuelekea mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Usalama ya Shanghai SCO, amesema pia nchi yake iko tayari kushirikiana na mataifa huru kwa kutoa ushirikiano wao wa kijeshi hasa kwa wanachama wa jumuiya hiyo. Hata hivyo, utawala wa Marekani hauonyeshi dalili zozote za kukubali pendekezo jipya kutoka Iran la kumaliza vita na kufungua mlango huo wa Hormuz. Moja ya masharti ya Iran ni kuitaka Washington kuakhirisha mazungumzo juu ya silaha zake za nuclear, jambo ambalo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio alisema halitowezekana wakati akihojiwa na shirika la habari la Fox News. Mara nyingine tena sitobashiri kuhusu uamuzi wa rais katika jambo hili. Inatosha kusema kwamba swala la nuclear ndilo sababu iliyotufikisha hapa tangu mwanzo. Utawala uliopo hautaki tu kuitawala Iran, unataka kuutawala ukanda mzima. Sasa fikiria, je, wangelikuwa na silaha za nuclear ingekuwaje? Angalia wanachokifanya katika mlango bahari wa Hormuz. Huo mfano mzuri kabisa. Sasa fikiria kama watu hao wangelikuwa na silaha za nuclear. Watataka kuitawala na kuishikilia mateka dunia nzima. Lakini ikulu ya White House imesema Trump hapo jana alikutana na kundi lake la washauri wa usalama wa taifa kutathmini pendekezo hilo kwa makini na baadaye Trump atalizungumzia. Pendekezo hilo lilitolewa siku ya Jumatatu wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Abbas Araghchi nchini Urusi, ambaye ni mshirika wa zamani na muhimu wa Tehran. Wiki takriban moja iliyopita, Iran iliufungua mlango bahari wa Hormuz baada ya makubaliano kwamba Marekani itaacha kuzingira bandari zake, lakini muda mfupi baada ya tangazo hilo, kamandi kuu ya jeshi la Iran lilisema Washington imekiuka ahadi ya kufungua kikamilifu shughuli zote za usafirishaji kupitia mlango huo kwa uamuzi wake wa kuendelea na mzingiro wa kijeshi iliyoweka dhidi ya bandari za Iran, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuingia na kutoka kwa meli zinazobeba shehena ya mafuta ya Iran. Ni taarifa yake Amina Abubakar. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema leo kimeanza mkutano wake maalum wa siku 2 wenye lengo la kujadili na kuunda mpango mpya wa pamoja na mwelekeo wa chama hicho kufuatia changamoto za kisiasa za taifa hilo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia akiwa katika eneo la mkutano jijini Dar es Salaam, ambapo kwanza nilitaka kufahamu ujumbe uliotolewa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche wakati wa kufungua rasmi kwa mkutano huo. Kikubwa ni makamu mwenyekiti alikuwa anafungua kikao, lakini alikuwa anawahabarisha waandishi wa habari kuhusu mwelekeo wa kikao na kuhamasisha wanachama waendelee kazi zao za utendaji za kila siku na kukanya polisi kukamata ambayo inaendelea Dodoma kwa wanachama wetu, kama jeshi lina hofu na siasa ambazo zinaendelea Dodoma. Kimsingi ajenda za mkutano huu ni zipi? Ajenda ziko 4 mahususi. Moja, kuna taarifa ya utendaji na mali za chama. 2, taarifa ya hali ya siasa nchini. 3, taarifa ya masuala ya Zanzibar. 4, mpango kazi pamoja na bajeti ya chama. Yale ambayo mnatarajia baada ya mkutano huu, ikiwa ndio elekezo la dira ya chama chenu, ni yapi kimsingi? Kimsingi mambo ya hali ya nchi, mambo ya siasa ya nchi ni jambo mtambuka. Tuwape nafasi kamati kuu wazungumze, wayachakate kwa kina
na watoe mwelekeo wa chama na mwelekeo wa nchi na mwelekeo wa yale ambayo wameona tangu tarehe 29 Oktoba mpaka hapa leo. Tumefikia wapi na kama nchi tunaelekea wapi na chama kitashauri wananchi wafanye nini. Chama kama Chadema, wenyewe mnavyojitafakari katika wakati wote, mmekuwa na changamoto gani ambazo mnazipa nafasi katika kikao kama hiki? Kumekuwa kuna kamata nyingi zilizokuwa zinaendelea, kumekuwa kuna utekaji uliokithiri kwenye nchi hii ambao mpaka sasa bado unaendelea. Jana tu kuna wanachama 3 wamekamatwa na jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi wanakana kuwa nao. Kwa hiyo tutazungumzia hayo mambo, lakini tutazungumzia siku 300 almost na 10 na zaidi ambazo chama kilikuwa kimefungiwa na vyombo vya dola kwa kutumia kesi ya Saidi Isa na wenzake. Kwa hiyo tutazungumzia mambo mengi, lakini pia tutazungumzia mambo ya mwelekeo wa chama na namna ya utendaji wa chama na nini kifanyike. Mnafanya mkutano pasipo mwenyekiti wenu Tundu Lissu. Mmetoa nafasi gani katika hili? Mnatafakari lipi? Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu huwa anakuwa consulted, ana habari na kikao hiki, lakini viongozi bado wataendelea kufanya juhudi za kwenda kumuona Jumapili kama itawezekana. Lakini pia kama chama tuna kampeni ya Free Lissu ambayo makamu mwenyekiti alitangaza kwenye siku ya baraza la kidijitali. Alisema kampeni zianze immediately, kama ni vipeperushi watu wanaweza wakaprint ma t-shirt, kila mtu amdai Lissu kwa aina yake, kwa sababu Lissu hana makosa aliyofanya. Lissu ni mtu mwema. Lissu anapigania haki za Watanzania na anapigania haki ya nchi na anapigania haki yake mwenyewe. Ni very unfair kumweka gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja, na mpaka leo yupo gerezani kwa jambo ambalo hakufanya, na mpaka leo bado anaendelea kuwa gerezani. Hiyo sio fair. Kwa hiyo tutaendelea kumdai Lissu. Kuwe na matarajio gani, kwa neno moja la mwisho tu, baada ya mkutano huu wa siku 2 leo na kesho? Chama kitatoka na msimamo thabiti, msimamo wa nguvu ambao tutaenda kudai haki za Watanzania kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo wasitegemee kwamba sisi tutapiga magoti. Hatutapiga magoti, hatutarudi nyuma. Mapambano yanaendelea. Ni Brenda Rupia, huyo mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema. Hapo Tanzania, mtazamaji na unanisikiliza, tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchunguza vurugu za Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania leo imezungumza na waandishi wa habari na kufafanua ripoti yao waliowasilisha mbele ya rais mnamo Aprili 23. Miongoni mwa yaliyotolewa ufafanuzi ni pamoja na vyanzo vya vurugu hizo, uwajibishwaji na wahusika na methodolojia ya ukusanyaji wa ushahidi. Florence Majani na taarifa ya kina. Jaji mstaafu Mohamed Othman Chande amezungumza na wanahabari leo na kutoa ufafanuzi wa ripoti hiyo. Akizungumza na wanahabari, Jaji Chande amefafanua hoja kadhaa zilizoibua maswali baada ya ripoti yake kuwasilishwa mbele ya rais, na kusema ripoti hiyo haikuegemea ushahidi wa jeshi la polisi, bali ilikusanya taarifa kutoka kwa jeshi hilo, ikiwamo suala la kupotea kwa watu kama chanzo cha vurugu hizo. Jaji Chande akasema moja ya chanzo cha vurugu hizo kutokana na uchunguzi waliofanya ni kupotea kwa watu, ambapo takwimu za jeshi la polisi zinaonyesha kuwa kwa mwaka 2023 hadi 2025 watu 758 walipotea na kati yao 503 walipatikana. Kadhalika, Jaji Chande amefafanua hoja ya uwajibishwaji baada ya kuwepo kwa malalamiko kuwa waliohusika na kuchochea kwa vurugu hizo kwa namna moja au nyingine hawakuwajibishwa. Jaji Chande akasema tume ilitoa mapendekezo ya ramani ya uwajibikaji. Kwa sisi hatuamini kwenye uwajibikaji rejareja, kwa sababu matokeo ya uwajibikaji rejareja ni mtu kutokutiwa hatiani na kuachiwa mwisho wa siku. Kwa hiyo ushahidi wako lazima uwe mzito wa kutosha wa kuweza kuifanya mahakama ikaamua kwa ushahidi ambao unajitosheleza. Awali, makundi ya wanaharakati, wanasheria na vyama vya siasa walitoa kasoro za ripoti hiyo, wakinyoshia kidole kwa kutowekwa wazi masuala muhimu, ikiwamo idadi ya watu waliofariki, ukusanyaji wa ushahidi na uwajibishwaji wa wahusika. Mjumbe wa tume hiyo, Jaji Mkuu mstaafu Profesa Ibrahim Juma akasema, nani waliratibu, nani walihusika, nani walifadhili? Lakini tunasema kwa misingi ya haki, hebu tuwape nafasi kupitia utaratibu mwingine
nao waweze kujibu hiyo hoja. Jaji Chande kadhalika akazungumzia hoja iliyoibuliwa na wanahabari kuhusu nafasi ya wanahabari na kuzimwa kwa intaneti wakati wa vurugu hizo za Oktoba 29. Hatukutarget media peke yake kwa sababu ni swala ya mawasiliano. Masuala ya mawasiliano ya matumizi ya mtandao na kadhalika. Kwa hiyo tumeweka kwenye kundi hilo la mawasiliano. Tume hii iliundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mnamo Novemba 18 mwaka jana, na imefanya kazi kwa siku 153 hadi ilipowasilisha ripoti yake mbele ya Rais Aprili 23. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.